بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ar-Rahman, mwingi wa rehema. Amefundisha Qur'an, amemuumba mwanadamu, akamfundisha kubaini. Jua na mwezi huenda kwa hisabu, na mimea yenye kutambaa na miti inanyenyekea, na mbingu ameziinua na ameweka mizani, ili msidhulumu katika mizani. Na wekeni mizani kwa haki, wala msipunje katika mizani. Na ardhi ameweka kwa ajili ya viumbe, humo yamo matunda na mitende yenye mafumba, na nafaka zenye makapi na rehani. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Amemuumba mtu kwa udongo wa kinamo, na akawaumba majini kwa ulimi wa moto. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mola mlezi wa mashariki mbili na magharibi mbili. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Anaziendesha bahari mbili zikutane, baina yao kipo kizuizi zisingiliane. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marjani. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Na ni vyake yeye hivi viendavyo baharini vilivyoundwa kama vilima. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Rahman imeteremka Madina.
sura hii imeingia kuzihisabu fadhila za neema za Mwenyezi Mungu kwa kuanzia baada ya kumtaja Ar-Rahman mwingi wa rehema, kwa kutaja neema yake tukufu kabisa, nayo ni kufunza Qur'ani tukufu. Tena aya zikaendelea kuzieleza hizo neema kwa namna ya kuweka wazi utukufu wa mwenye kuziumba aliyetukuka shani yake, na inadhihirisha uweza wake na ufalme wake juu ya wanadamu na majini katika mbingu na ardhi, na inaeleza adhabu za wakosefu na wanaokadhibisha katika jahannam, na ikafafanua neema za wachamgu peponi. Na sura ikahitimisha kwa kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumsifu. Na sura imeikariri aya isemayo, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha, mara 31 katika mpango wa Qur'an, kukariri kunakopendeza kama inavyowafikiana na haja. Kila moja katika hizo aya inawagonga hao wakanushaji kwa kuzikadhibisha kwao neema za Mwenyezi Mungu katika aya iliyo kabla yake. Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, amemfundisha mwanadamu Qur'ani na akaifanya iwe nyepesi kwake kuisoma na kuifahamu. Yeye amemuumba mwanadamu na akamfunza kubainisha, kudhihirisha yaliyo ndani ya nafsi yake, kinyume na makhluku wengineo. Na jua na mwezi zinakwenda katika njia zake za mbinguni kwa mujibu wa hisabu na vipimo visiyokwenda pogo. Aya hii tukufu inataja mwendo wa jua na mwezi kwa kufuata nidhamu madhubuti tangu Mwenyezi Mungu mtukufu alipoumba. Wala haukujulikana mpango huu madhubuti ila karibuni, kiasi ya miaka 300 iliyopita. Hapo ndipo ilipodhihiri kuwa mwendo wa jua kama unavyoonekana kuzunguka ardhi na mwezi kuzunguka ardhi, nyendo hizo zinatimia kwa vipimo vya falaki kufuata kanuni za mvuto. Na hizo ni hisabu za ndani kabisa, na hasa kwa mitarafu ya mwezi. Na mimea isiyo na vigogo na miti inayosimama juu ya vigogo vyake, yote hiyo inamtii na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kila litakalo kwao. Na mbingu ameziumba kwa kuziweka juu, na akaweka uadilifu ili mipaka isikiukwe. Na wekeni mizani kwa uadilifu katika kila muamala wenu, wala msipunguze mizani. Na ardhi amekujua, na amewatadikia viumbe wanafiriki kwayo. Katika ardhi yapo matunda ya namna nyingi, na imo mitende ambayo ina mafumba, ambayo ndani yake ndiyo imo thambra ya hizo tende. Na katika ardhi zipo nafaka zenye makapi, hiyo ni riziki yenu na wanyama wenu. Na humo pia ipo mimea yenye harufu nzuri nzuri. Neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ambayo nyinyi makundi mawili, watu na majini, mnaikataa? Ameumba jinsi ya kiutu kwa udongo mkavu usiochomwa kama wa vyungu, na ameumba jinsi ya kijini kutokana na ndimi za moto. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ambayo mnaikataa? Mola mlezi wa matokeo mawili ya jua na Mola mlezi wa matokeo ya jua mawili. Yaweza kuwa hapa makusudio yake ni matokeo mawili ya jua na mwezi, na matokeo ya mawili ya jua na mwezi. Na hivyo inaashiriwa muujiza wa usiku na muujiza wa mchana. Tazama pia maoni ya wataalamu juu ya aya 71, 72 na 73 katika suratul Qasas, inayoanzia kwa kauli yake mtukufu. Sema, mwaonaje kama Mwenyezi Mungu akiufanya usiku kukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama? Na yafaa pia kwa aya hiyo inaashiria jua peke yake, nalo ndilo tegemeo la maisha katika sayari hii ya ardhi. Na hapo makusudio yake ni kuchomoza na kutokwake siku za baridi, na kuchomoza na kutokwake siku za joto. Na hivyo ndivyo walivyofasiri wengi. Kuonekana huku ni kwa sababu ya kuinama msumari kati wa mzunguko wa ardhi kwa mnasaba wa kulizunguka jua kwa kiasi ya daraja 523.5. Kwa hivyo nusu ya kaskazini ya dunia kwa mfano inainamia upande wa jua wakati wa joto. Basi mchana huwa mrefu na usiku huwa mfupi mpaka ufikiliwe mwisho wake. Hapo jua huchomoza mwisho wa umbali kaskazini, na huchwa hivyo vile vile.
kisha jua huanza kurejea kusini kidogo kidogo kila siku mpaka lifike kati ya dunia na mashariki na magharibi ya kweli. Tena nusu hii ya kaskazini huzidi kuinama na kuliacha jua, na usiku huwa mrefu na mchana ukawa mfupi, na kuonekana jua linaendelea kusini zaidi mpaka kufikia ukomo wa kusini, na kisha hurejea tena kaskazini siku baada ya siku mpaka lifike katikati tena kwenye mashariki na magharibi ya kweli kweli. Sehemu ya kusini ya dunia inakuwa kinyume cha hivyo, na haya yanayoonekana huzidi kudhihiri kila ukenda kaskazini zaidi na kusini zaidi. Na hapana shaka kuwa mpango huu wa hikma ni kwa maslaha ya hali za maisha ya juu ya dunia, kwani kutokana na hayo ndiyo inapatikana misimu mbalimbali, na kwa hivyo miongo ya ukulima na kuvuna na mambo yote yanayoonekana katika maisha ya wanyama na mimea. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mwenyezi Mungu anazipeleka bahari mbili ya maji matamu na maji ya chumvi, yanakaribiana bali yanagusana hasa juu yao, lakini baina yao kipo kizuizi kwa kudra ya Mwenyezi Mungu kinachozuia yasichanganyikane. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Humo hutoka lulu na marijani mnazozifanya kuwa ni pambo la kunivaa. Tazama maoni ya wataalamu juu ya aya 12 katika sura Fatir, sura 35 aya 12. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Na yake yeye majahazi yaliyoundwa kwa mikono yenu yanayokwenda baharini, makubwa yamenyanyuka juu kama vilima. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان kila kilioko juu yake kitatoweka na atabakia mwenyewe Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Vinamwomba yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi, kila siku yeye yumo katika mambo. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Tutakuhisabuni enyi makundi mawili. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Enyi makundi ya majini na watu, mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi, basi penyeni, hamtapenya ila kwa kupewa madaraka. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mtapelekewa muwako wa moto na shaba, wala hamtashinda. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Itakapopasuka mbingu ikawa nyekundu kama mafuta, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Watajulikana wakosefu kwa alama zao, basi watashikwa kwa nywele zao za utosini na kwa miguu. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hii ndiyo Jahannam ambayo wakosefu wakiikanusha. Watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayochemka. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Kila kilioko juu ya ardhi kitaondoka na atabakia Mwenyezi Mungu tu mwenye utukufu na kuneemesha. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wote waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi wanamwomba haja zao Mwenyezi Mungu kila wakati. Yeye yumo katika jambo, hutukuza na huangusha, hutoa na hunyima. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Tutakushughulikieni kwa kukusudia kukuhisabieni enyi majini na watu siku ya Kiyama. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Enyi makundi ya majini na watu, ikiwa mnaweza kutoka pembezoni mwa mbingu na ardhi kwa kukimbia, basi haya tokeni. Lakini hamwezi kutoka ila kwa nguvu na kahari, na hayo hamna uwezo nayo. Mpaka sasa imethibitika kuwa inahitaji juhudi kubwa mno na nguvu hata kuweza kutokana na mvuto wa ardhi kwa kwendea huko nje ya anga na mvuto, na upatikana baadhi ya kufuzu kulikagwanga. Ni kwa muda mchache sana kwa kulinganisha na ukubwa wa ulimwengu. Ndiyo imetumiwa juhudi kubwa ya wataalamu wa sayansi katika sehemu mbalimbali za uhandisi na hisabu na ufundi na elimu za jiolojia, mbali na chungu ya mali yaliyotumiwa na bado yangali yanatumiwa kwa jambo hilo. Na hayo yanaonyesha kwa dalili ya kukuta kuwa kuweza kuingilia maridhawa katika mbingu na ardhi ambayo yanafika mamilioni ya miaka ya mwangaza ni muhali kwa watu na majini. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Mtamiminiwa ndimi za moto na shaba iliyoyeyushwa, basi hamtaweza kujilinda na adhabu hiyo. Shaba inakubaliwa kuwa ni katika madeni za mwanzo kujulikana na binadamu tangu zama za zamani, na inasifika kuwa daraja yake ya kuyayuka iko juu sana, kiasi ya daraja 1083 za centigrade. Basi ikimiminwa madeni hiyo iliyoyayuka juu ya mwili wa mtu, ndiyo inafananishwa na adhabu iliyokuu na uchungu mkali. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Siku itakapopasuka mbingu ikawa nyekundu iliyotibuka kama mafuta yanayoungua, basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Basi siku itakapopasuka mbingu, siku hiyo haulizwi mtu wala jini dhambi zake.
basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wakosefu miongoni mwa watu na majini watajulikana kwa alama za kuwatambulisha, basi watakamatwa washikwe kwa nywele za utosi na kwa miguu watumbukizwe katika jahanamu. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wataambiwa kwa kuwashitua, hii ndiyo jahanamu waliokuwa wakikadhibisha wakosefu miongoni mwenu. Watakuwa wakizunguka baina ya moto na maji ya ukomo wa kuchemka. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Na mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi atapata bustani mbili. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Bustani zenye matawi yaliyotanda. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ndani yake zimo chemchem mbili zinazopita. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Humo katika kila matunda zimo namna mbili. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Wawe wameegemea matandiko yenye bitana ya hariri nzito, na matunda ya bustani hizo yapo karibu. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Humo watakuwamo wanawake watulizao macho yao, hajawagusa mtu kabla yao wala jini. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Kama kwamba wao ni yakuti na marjani. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani? Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Na zaidi ya hizo zipo bustani nyingine mbili. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Za kijani kibivu. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Na chemchem mbili zinazofurika. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Imo humo miti ya matunda na mitende na mikomamanga. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Humo wamo wanawake wema wazuri. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Wanawake wazuri wanaotawishwa katika mahema. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hajawagusa mtu wala jini kabla yao. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Wameegemea juu ya matakia ya kijani na mazulia mazuri. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na mwenye kuhofu weza wa Mola wake mlezi atakuwa nazo bustani mbili. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Bustani hizo zina matawi ya kufurahisha mazuri. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Katika bustani hizo mtakuwa na chemchemu zinazopita maji kama wapendavyo. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Humo mtakuwa namna mbili ya kila matunda. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wametegemea na kutua juu ya matandiko ambayo bitana yao ni ya atlasi hariri nzito, na matunda hizo bustani mbili yatakuwa karibu kwa mwenye kuyachuma. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Katika hizo bustani watakuwamo wake wenye kuhifadhi macho yao, hawawaangalii la waume zao tu, waliobikra hawajakaribiwa kabla yao na mtu wala jini. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wanawake hao kwa uzuri wao na usafi wao wa rangi ni kama yakuti na marijani. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Malipo ya vitendo vyema hayawezi kuwa ila kwa sababu njema. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Na mbali ya bustani hizo zilizokushatajwa zipo mbili nyinginezo. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Za kijani iliyokoza mno rangi yake hata ikawa inaingia katika weusi. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Ndani humo zimo chemchemu mbili zinazofurika maji yasiyokatika.
basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Humo itakuwamo miti ya matunda mbalimbali na mitende na mikomamanga, yani mikudhumani. Huenda huku kutajwa haswa tende na komamanga kwa kuwa ni matunda bora kuliko mengineyo, kama zilivyothibiti kwa mujibu wa wataalamu. Kwa kuchambuliwa tende kwa ujuzi wa kimia, imeonekana kuwa ina sukari 75 katika 100 takriban, na aghlabu yake ni sukari ya miwa. Na vile vile zimo sukari zilizogeuka, yaani sukari ya matunda fructose na sukari ya zabibu glucose, nayo ni nyepesi kuungua katika mwili, na kwa hivyo humpa mtu nishati ya kufanya kazi vizuri viungo na kupa mwili joto. Na pengine labda ndiyo hikma ya Mwenyezi Mungu kumwamrisha Mariamu aletende ili arejeshe nguvu zake baada ya machungu ya kuzaa. Mbali na hayo, tende inayo sehemu kubwa katika calcium, yani chokaa, na chuma, na fosfori, yani phosphorus, ambazo mwili unahitajia. Na imo pia kiasi maalum ya nicotinic acid, ambayo ni vitamini ya kulinda maradhi ya pellagra, na vitamini A na B, na zimo pia protein na mafuta. Na vitu hivi vinaifanya tende kuwa ni chakula chenye manufaa ya kukamilika. Ama komamanga au kudhumani kwa Kiswahili cha kaskazini, imo katika kokwa zake au maji yake sehemu kubwa ukilinganisha na matunda mengineyo ya lemonic acid, ambayo inasaidia inapoungua katika mwili kupunguza athari ya ukali, acidity au humuza katika mkojo na damu, inayosababisha kuepukana na maradhi ya nakras au gout, kuumwa viungo aghlabu kidole gumba cha mguu, na kufanyika mawe katika mafigo. Juu ya hayo, katika maji ya komamanga zimo sukari namna mbalimbali si haba, 11 katika 100, zilizo nyepesi kuungua na zenye kuleta nishati ya kufanya kazi. Kadhalika maganda ya komamanga yana maada ya kukausha ya kuzuia kuhara tannin, inayolinda matumbo madogo yani chango, nayo yanayoyasibu wakati wa kuwa na maradhi ya kuhara. Kadhalika maganda ya komamanga hutumika kuua minyoo michango. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Humo watakuwamo wake wenye tabia njema, wenye nyuso za kupendeza. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wazuri wa macho, wenye kustawishwa ndani ya mapema yao. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Hawajakaribiwa na mtu wala jini kabla ya waume wao. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wameegemea juu ya viti vya enzi vyenye makava kijani na mazulia mazuri mazuri yaliyofanywa kwa ufundi wa ajabu. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Limetakasika jina la Mola wako mlezi mwenye utukufu na wingi wa neema.